Habari. Karibu usikilize mwendelezo wa kesi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Leo tarehe 17 Oktoba 2025. Imepigwa High Court, watu wote wamesimama. Majaji wameingia, wapo watatu kama kawaida yao. Karani anasoma namba ya kesi. Anasimama wakili mkuu wa serikali, anatambulisha jopo lake. Renatus Mkude anamwambia jaji, anaomba thawabu Issa aendelee alipoishia jana. Shahidi, ulisema kwamba baada ya kufanya analysis ya picha, nini huwa kinafuata? Baada ya kumaliza kufanya hiyo analysis, kinachofanyika ni kuscreenshot, ambako ni kupiga picha kutumia interface ya kioo, taarifa ya kidigitali kupitia metadata. Baada ya kuscreenshot, nitazichapisha kwa maana ya kuziprint kwa ajili ya kuambatanisha na taarifa nitakayoiandaa kwa ajili ya uchunguzi. Baada ya kufikia hiyo hatua, naandaa taarifa ya uchunguzi kwa kurejea uchunguzi niliofanya kwa kuangalia police notebook na taarifa nilizoandika. Taarifa hiyo huwa inaenda sambamba na covering letter. Na covering letter kwa ajili ya kuwajibu requesting authority. Waliiomba ni wajibu baada ya kufanya uchunguzi huo. Baada ya kuandaa taarifa hiyo, taarifa ya uchunguzi inakuwa na majina ya mchunguzi, logo ya jeshi la polisi. Mchunguzi akishamaliza kuandaa taarifa hiyo, ataisign, kugonga muhuri wa commission ya uchunguzi wa sayansi jinai. Muhuri itasainiwa na mnadhimu wa sayansi jinai kwa niaba ya kamishna ya uchunguzi jinai. Kama mnadhimu hayuko, basi afisa kwenye rank ya assistant commission atasaini. Mchunguzi atapaki vielelezo kwenye bahasha, atasaini bahasha iliyobeba vielelezo na kugonga muhuri. Barua na covering letter tutaweka kwenye bahasha na kuandika maeneo zinakoenda, kusaini na kuweka muhuri. Baada ya hapo, ofisi itawasiliana na requesting authority kupata mujibu wa kielelezo cha uchunguzi husika. Iambie mahakama, tarehe 8 mwezi wa 4 2025 ulikuwa wapi? Samuel, kama afisa mchunguzi wa zamu katika kitengo cha picha, nilipokea barua mbili zenye kumbukumbu namba DA.223-01DB-168, nyingine ikiwa DA.223-01DB-169 na ikiwa imeambatana na flash disk moja ya aina ya shosho yenye ukubwa wa GB 8 na flash disk ikiwa na alama ya DM na ilikuwa iko attached na PF145 exhibit label. Kielezo kingine kilikuwa secure digital SD adapter, ilikuwa imepewa alama ya X sticker na adapter hiyo ilikuwa ina rangi nyeusi. Ndani ya SD adapter kulikuwa na memory card aina ya Al-Dipo. Kielelezo hiko kilikuwa kwenye kibahasha kidogo kilichokuwa attached na PF145 exhibit level. Waheshimiwa majaji, barua hizo na vielelezo hivyo vililetwa na Assistant Inspector Michael Gumi, vikitokea ofisi ya mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam. Baada ya kupokea vielelezo hivyo na kusaini dispatch book, waheshimiwa majaji, nilihakiki vielelezo nilivyopokea kama vinakidhi matakwa ya uchunguzi. Nilihakiki vifaa vilivyoletwa kama ndivyo vilivyoandikwa kwenye barua ya requesting authority. Katika kuhakiki, nilibaini vinakidhi matakwa ya uchunguzi wa kisayansi. Katika maabara yetu tunapokea vifaa vibebeshi, ni kama vile flash disk, memory card. Baada ya kujiridhisha na uhakiki wa vielelezo nilivyoletewa, nilisajili vielelezo hivyo Laboratory Book Register PF113. Nilisajili kwa barua yenye kumbukumbu namba DA223/016/01B/168. Nilisajili kwa namba FB/PH/Lab/0106/2025 na barua yenye kumbukumbu namba DA.223-476-01D-169. Nilimwandikia hizo namba Inspector Michael Gumi kwa ajili ya ufuatiliaji.
Zile nambari zinatokana na sequence ya series jinsi tunavyoweka vielelezo. Kikipokelewa cha kwanza January kitaandikwa namba 1. Tunakwenda hivyo hivyo hadi mwisho. Nilifungua majalada mawili ya uchunguzi wa kimaabara. Jalada hilo lilirejea namba nilizosajili kwa PF 113. Na baada ya usajili huo nikapeleka kwa mkuu wa kitengo kwa ajili ya assignment kwa hayo majalada niliyofungua kwa ajili ya uchunguzi. Anaendelea shahidi namba 3 wa Jamhuri Samuel Elibariki Kahaya. Baada ya hilo kutokea, nilienda maabara kwa ajili ya kuandaa vifaa vya uchunguzi. Barua zote mbili, tukianza na ile ya FB mkato PH mkato LAB mkato 106 mkato 2025 ilikuwa inahusu jalada ya kuchunguza uchapishaji wa taarifa za uongo na lile lenye namba mkato PH mkato LAB mkato 107 mkato 2025 ikiwa na kosa la uhaini. Thawabu. Umesema baada ya kuwa assigned ulienda maabara. Ieleze mahakama nini ulifanya? Samuel. Nilifika maabara na kufanya maandalizi ya vifaa vyangu vya uchunguzi. Maandalizi niliyofanya ni kuandaa vifaa vya uchunguzi kwa maana ya kompyuta maalum kwa ajili ya uchunguzi. Baada ya kumaliza kuandaa kompyuta printer kwa ajili ya uchunguzi, tukumbuke kwamba nilikuwa na barua 2 ambazo nilikuwa assigned kuzifanyia kazi. Hivyo niliamua kusoma barua hizo ili kufahamu matakwa ya requesting authority wanataka nini. Mheshimiwa Jaji, barua moja ilikuwa inahusu kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni na nyingine ilikuwa inahusu uhaini. Barua ya uhaini ilikuwa na kumbukumbu namba DA.223 mkato 476 mkato 01B mkato 169. Barua hiyo pamoja na muhtasari ilihitaji kufanya mambo yafuatayo. Ilihitaji chanzo cha picture mjongeo inayopatikana kwenye flash disk aina Share, kuchunguza uthibitisho wa uhalisia wa maudhui ya picha mjongeo iliyopo kwenye flash disk. Nichunguze chanzo cha picha mjongeo iliyopo kwenye memory card. Pia nichunguze uhalisia wa maudhui ya picha mjongeo iliyopo kwenye memory card aina ya AI Depot. Kufanya ulinganisho wa maudhui ya picha mjongeo iliyopo kwenye flash disk aina ya Share kama yanafanana na maudhui ya picha mjongeo iliyopo kwenye memory card aina ya AI Depot. Kiuhalisia, huyu shahidi anazungumza jambo hilo hilo. Okay. Kiuhalisia, huyu shahidi anazungumza jambo hilo hilo. Mmoja wa wakili wa serikali anarudia kuuliza swali hilo hilo mara 3. Kiuhalisia, huyu shahidi anazungumza jambo hilo hilo. Mmoja wa mawakili wa serikali anarudia kuuliza maswali hilo hilo mara 3 mpaka mtu